na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 3, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 8, aya ya 26 hadi aya ya 40. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 6, aya ya 44 hadi aya ya 51. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia Wayahudi, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemuona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemuona Baba. Amini, amini nawaambia, yeye aaminiye yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika sehemu ya Injili tuliyoisikia, Yesu anawaambia Wayahudi kuwa mimi ndimi chakula cha uzima. Wayahudi hawakuelewa maneno ya Yesu. Rejea aya ya 52. Awezaje mtu kutupa mwili wake tuule? Hayo maneno yaliyonena na Wayahudi ni maneno ya roho na tena ni uzima. Rejea aya ya 63. Hivyo kuelewa maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ni muhimu tukiongozwa na Roho wa Mungu, ili kuelewa neno lake na mafumbo matakatifu anayojifunua katika maumbo ya mkate na divai. Tukiwa kanisa la wasafiri kuelekea kanisa la washindi, tunahitaji kula chakula cha kiroho ili tuweze kuwa na nguvu za kufikia ufalme wa mbinguni. Katika Agano la Kale, wana wa Israeli walipotoka Misri kuelekea nchi ya ahadi, Mungu aliwapatia mikate wakati wa asubuhi na nyama wakati wa jioni, ili wapate nguvu za kufika katika nchi ya ahadi. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 16 aya kwanza hadi aya ya 36. Nasi ni wasafiri kuelekea kanisa shindi, yaani maisha ya uzima wa milele, na sio tena nchi ya ahadi. Yesu Kristo anajitoa mwenyewe na kukaa nasi katika maumbo matakatifu ya mkate na divai. Tunasoma Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 26 hadi aya ya 28. Nao walipokula, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe, ili tuweze kupokea Ekaristi takatifu, inatakiwa tuwe na neema ya utakaso. Katekesi ya Kanisa Katoliki namba 1385
Ili kuipokea Ekaristi kwa usahihi, mtu lazima awe katika hali ya neema. Yeyote anayejua kuwa amefanya dhambi nzito lazima apokee sakramenti ya upatanisho kabla ya kukomunika. The Code of Canon Law 915, wale ambao wanadumu katika dhambi nzito iliyo dhahiri hawapaswi kuruhusiwa kupokea komunyo takatifu. Mtume Paulo anasema, basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya ya 27. Ndugu mpenzi msikilizaji, tujiulize, mimi na wewe tunashiriki kupokea maumbo matakatifu tukiwa na umoja na upendo na Kristo, au ndani ya mioyo yetu tunakuwa na chuki, ubinafsi, mawazo mabaya, uasherati, uzinzi, wizi na uharibifu na uvunjifu wa haki na amani? Kwa kufanya hivyo tunakuwa wasaliti na tunashiriki meza ya Bwana kwa kujilisha hukumu ya nafsi zetu wenyewe. Ndugu mpenzi msikilizaji, Mungu anatupa uhai, yaani neema na nafasi ya kuweza kujipatanisha naye na kuweza kumrudia kwa sakramenti zake takatifu, yaani kwa sakramenti ya kitubio au upatanisho. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atuwezeshe kutumia vema neema ya utakaso ili tuweze kuishi maisha ya utakatifu, kwani kwa damu ya Kristo iliyomwagika msalabani ili tuondolewe dhambi zetu na kuwa watoto wa Mungu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Moses Faustin Mitanda wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia, atutenganisha ima utukufu wake. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefutumaini letu, amefufuka mwana wa Bwana, ndiye nguvu yetu. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefufuka